West TV, tazama ilivyo. So dakika kabisa mpenzi mtazamaji, hila ni wasahila ni wamari habako kote mmote popote ulipo. Siku nyingine ino ambayo jaali ya shatujalia tukaweze kuonekana tena na kupatana kwa tena. Ni fahari yangu kupatana nawe tena mtazamaji ndani ya kipindi Talk Sport, yani mazungumzo ya moja kwa moja hapa kuhusiana na sporti na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari katika nyanja tofauti kispoti mtazamaji. Kwa mikono yote miwili na kama ilivyo ada mikunjufu zaidi na kukaribisha tugaragaze ili gurudumu takriban dakika 30 mpaka midaya saa 8 mtazamaji. Tuzungumze, tuelekezane, tufahamishane ni taarifa zipi zinagonga vichwa vya habari katika maeneo tofauti eneo hili la magharibi, kitaifa na vile katika ngazi za kimataifa. Mwelekezi ni Hiran Mugaisi. Mimi naitwa Maikika Guongo na nilipokuahidia hapo jana ya kwamba leo hii nitakuwa na magwiji, nitakuwa na washikadau, nitakuwa na bila shaka wale ambao ni wahusika wa timu ambayo inajulikana kama Bungoma Superstars. Tizama vifua vyao, miraba minne, Bungoma Superstars umeandikwa kwenye vifua vyao. Ni klabu babu kubwa kabisa katika mji wa Bungoma, kaunti ya Bungoma, klabu ya kipekee ambayo bila shaka inawakilisha eneo hili la Bungoma County katika mechi za divisheni ya kwanza, ile sakata provincial, ikasakata district, ikasakata ile division 2 na bila shaka ikafuzu kusakata division 1. Wapo basi nafuzu hapa ni National Super League. Mbona niandikie mate? Wino upo. Niko naye meneja mkuu Edwin Simiyu. Vipi? Poa sana. Kwema? Safi. Jezi mpya ino safi sana hii. Asante. Siku nyingi hujakuja studioni bwana. Changia mlipokuja na wewe sana. Na ni wiki mbili imeisha pekee. Wiki mbili ama mwezi mzima? Wiki mbili. Unajua Superstars zikikosa hapa wiki moja mashabiki wanauliza kwani maiki timu iliendaje? Timu ilishushwa ngazi kama Busia. Timu ipo. Timu inaendeleaje? Timu iko safi. Tumejipanga poa. Tumekuwa training asubuhi imekuwa poa. Morali iko juu. So tunangojea kesho itambe. Yeah. Mara ngapi kusakata mechi za SportPesa Shield? Hii mara ya 3. Mara ya 3. Yeah. Mara ya kwanza kuliendaje? Mara ya kwanza tulikutana na Kariobangi Sharks. Round 64. Huwa ni knockout. Hapa Sudi. Wakatufunga 3-2. So round ya kwanza tulitoka katika first round. Last year ilikuwa mara ya pili. Tukatokea round 16. Round of 16. Yeah, tukatolewa na Tusker kule Narok. Round of 64 mlicheza na? Yeah, tulicheza na ASEC Kakamega. Kakamega tukawa. Wewe ni Margaret Kenyatta. Tukapata na transfer next game. Tukawapiga 2-1. Ugenini Kitale ama Kandui. So ya round iliyofuata tulikutana na Tusker wapi? Kule Narok. Wakatufunga 1-0 dakika 86. Dakika 86. Yeah. Mlikuwa kazi ya sana. Tulikuwa tuende penalties tuwatoe. Mara 3 umesakata kipote hichi cha GoTV Shield hapo awali, kwa sasa ni SportPesa. Experience ya GoTV tofauti na ligi ya division ya kwanza vipi wewe kama nahodha Christopher Wesamba? Karibu sana. Kabisa. Vipi lakini? Poa kabisa mtu yangu. Experience tofauti ya vipote hivi viwili ipo? Iko. Ya kwanza ukicheza na timu kama kubwa hizi za Premier, kitu ya kwanza ni watu wanajua mpira. Kweli. Wanakupea time, wanaweza control hiyo ball, pige pass. Tofauti sana na ligi yetu. Kwetu si mtu anakufika, hakupei hiyo time ya control mpira, hata even hivyo unajua hiyo mpira basi itakusumbua. So tukikutana na hawa si tumezoea kufikana. Sasa tukifikana nao sasa hiyo level inabadilika. Unaona unaweza control mpira, pia upige pass, Sasa ni akili ifanye kazi hapo. Lipo swala linasumbua sana mashabiki bwana TM. Kwamba kuhamisha mechi kutoka uwanja wa Kandui kuelekea katika uchanja wa Sudi. Mmekuwa mkicheza mechi zenu za ligi ya division ya kwanza katika uchanja wa Kandui, Masinde Muliro pale. Kwa sasa mechi ilikuwa imeratibiwa kwamba itasakatiwa kwenu nyumbani katika uwanja huo wa Kandui. Lakini baada ya siku chache nasikia kwamba petition kwamba wameandikia FKF kwa mechi ipelekwe eneo la Sudi. Mtafaruku huu vipi na itaadhiri timu namna gani?
Team iko prepared because Sudi pia ni one of our grounds. Hata ukiangalia kwa ligi alternative field yetu ni Sudi. So upande ya players niko sure wako affected. Initially hata on Monday tukiongea nao niwaambia hii game iko Kandui but huwezi jua, so mjiprepare. Anything can happen. Psychologically mjiprepare, kitu yote inaweza tokea. kweli. So tukaamka hiyo siku asubuhi tukaambia game iko Sudi. Tukaambia hakuna shida. Tutaenda kucheza na kama siku ni yetu ni yetu. Hata tupeleke Bohungu kama siku ni yetu ni yetu. Labda upande wa mavazi ndio inaweza affect kidogo Na usafiri. But pia tumejipanga kidogo. Tumepata basi. Yeah. Kuna basi itachukua funds For free. Yeah. Officials wamechanga kidogo wakaona at least wabebe funds waende wasukue team. So nadhani saa 5 itakuwa inachukua trip ya kwanza saa moja. Yeah. Kwa hiyo itachukua watu saa moja iwapeleke Sudi. Iwapeleke alafu ichukue trip ya pili Kandui pale Total. Kwa faida mtazamaji ambaye anatoka eneo la Webuye, anatoka eneo la Bomola, hajui Sudi ni wapi na angependa kufika pale uwanjani, yeye kivyake, Sudi iko eneo gani? Na ni uwanja wa timu gani? Sudi ni uwanja wa Nzoia Sugar. Ukitokea Webuye, shuka Bukembe, chukua pikipiki mpaka Sudi Stadium. Nadhani 50 bob. Kutoka Bukembe. Na pikipiki mpaka kwa uwanja ni shilingi 50. Yeah. Kama nahodha, mmejipanga vipi wachezaji wako kuelekeza pale kiwanjani? Unajua mara si moja wakati ambapo nimeona juzi, wakati mwingi timu ya Liverpool wakati ambapo inaongozwa ama inasakata, wakati mwingi inaongozwa na wachezaji ambao bila shaka ikicheza mechi kubwa inaongozwa na wale wenye experience sana, kina James Milner, Henderson. Wewe sasa mechi zingine pale huwa tunaona Simiyu Hillary anaongoza mechi kama nahodha, wewe vile vile mechi ngumu unaongoza kama nahodha. Unawaelekeza wachezaji namna gani kwa sasa na mmejipangaje? Si kwetu binafsi sisi kama wachezaji tulianza training wakituambia hiyo game iko Kandui. TM akatuambia hiyo game probability ya kuwa Kandui iko 50-50. So kwetu sisi wachezaji wote vile tumetrain wako na morale. Juu tukicheza na timu kubwa by the way huwa tunawalemea. Wanatulemea tu maybe akili technical kidogo tu. But ukiangalia pace yetu, ukiangalia kwa tunawalemeanga. Ile tu kuna small mistake huwa tunafanya. Iwapo basi unajua tactically unashindwa, mnalemewa, mmefanyaje kuhakikisha kwamba hilo linadhibitiwa? Sasa hiyo ndio tumewako, juu hiyo ndio ilikuwa weakness yetu. Sasa the whole of this week tumeworking on kuhandle mtu mwenye ako na experience, unamhandle aje, ukienda kumtackle unamtackle aje, uwezi enda tu ovyo atakuacha. Sasa hizo vitu ndio tumetrain hii wiki yote. Sasa nadhani watu wameperfect hizo ma loopholes ni tulikuwa tunafanya tukikutana na timu kubwa, tumejaribu kuwork on, tumeziba. So tumengoja tu tufike huko. Kitu tumetrain nayo hatutaachilia watufunge goli ya mapema. Jua huwa inatuathiri kabisa. Timu kama hiyo kubwa hiyo. Swali langu lilikuwa nakuja hapo, lazima mmezungumza na mkufunzi mkuu akwambia kwamba iwapo basi mtafungwa goli la mapema, mtafanyaje? Iwapo basi itafika dakika 30 baada mko 0-0, mtakiwa kufanya namna gani? Iwapo basi mtafunga goli la mapema, mmeambiwa mfanye vipi? Mkufunzi wetu atuambia tujaribu tukae kwetu for first 15 minutes. Tuweke mpira kwao for first 15 minutes. Tukishamaliza first 15 minutes kama hawajapata goal, then tunaanza kuattack. But tukiingia for the first time timu kama hiyo inakuja kupress high kwetu. So tusitoboke, si wana press high na press high kwao. So inabidi sisi tuanze tukuru kwanza, tuangoje kwetu. Akikuja tuchukue mpira weke kwao. Tukishawashika 20 minutes wataanza pia kupabaika kidogo. Sasa ndio sasa tunaanza kuattack sasa. Iwapo mnapata goli la mapema mnarudi nyuma kubaya? Sasa tukipata for example for that 15 or 20 minutes tumepata goli ya mapema, sisi tunaenda na system yetu. Hatuendi hadi tumepata goal. Kuna system tumepangwa na coach. Tukipata bao tutacheza hii system. Kama hatujapata bao tutacheza hii system. So tukicheza hiyo bao, tukipiga hao bao, sisi tuko home. Hatukui na hiyo pressure. Unajua hii nimekuja na pressure. Juu nataka ni must win kwa timu ndogo kama hii kuaibisha. So tukipata bao watakuwa na hiyo pressure ya kukuja. Sasa tutawapoesha.
Uongozi unacheza role kubwa sana katika management ya timu, na tumeona mara si moja naibu rais akiahidia wachezaji kitita bovu kubwa, ukishinda hii shilingi milioni 50 mfukoni mtatia. Sijui wewe umeahidia wachezaji wako nini ili Chris anapoona eti na shilingi milioni 1 inakuja anapura mpira kuondosha kwenye eneo la hiyo. Sasa tumekuwa na patrol, hiyo ni siri yetu sasa. Lakini naibu rais alitoahidia na mapema, aliambia wachezaji na mapema. Mpaka sasa haijatoka. Lakini ile kwa njiani. Na hakuna. Sasa afadhali tuambie kitu tunawapatia na wenyewe wanajua. Yeah. Kuna wazo hilo. Yeah. Hawezi tuibia siri. Siri hiyo hatuwezi. Hiyo ni in-house. Ni kipi ambacho umepanga tofauti kama management, umepanga tofauti na msimu uliopita kwenye Shield? Ukiangalia games tumekuwa tunacheza kwenye captain alikuwa anaongea, especially kwa SportPesa Cup, kitu tulikuwa tunalack ni hiyo tactical hiyo approach ya game. Kweli. Na mtu mwenye tuko naye sasa, coach mwenye tuko naye ni mtu amecheza ball mpaka national team, anaelewa. Amekuwa NSL, amecheza na Sofapaka mara kadhaa, so tactically tuko equal na timu ya Premier League. So hizo ndio vitu tulikuwa tuna lack last time, na hope kwa kesho tutakuwa na difference kubwa sana. Yeah. Mashabiki hucheza role kubwa vile vile. Unataka mashabiki wafanye nini haswa? Mashabiki wafike kwa wingi. Unajua vijana pia wakiona hiyo support ya mafans wa nyumbani inawapush. Inawapush, wanaweza peana extra. Waende extra, wataki pia kukasirisha mafans. Juu pia tumeongea nao kama unataka ku-maintain mafans pia. Hiyo win muhimu. Yeah. Mtazamaji, shughuli zimekuwa tamu sana hapa na nimesahau kukupa jezi. Jezi kunayo niliyopeana jana. Ipo niliyoipeana jana. Naona muda wetu umesonga sana mtazamaji. Samahani. Lakini hii jezi ni ya Bungoma Superstars na zipo zingine kama hizi vile vile utakuwa unazipata. Kwa hiyo hii vile vile napeana nyingine tofauti na ile ya jana niliyopeana hapa. Swali la kwangu niliuliza jana, Bungoma Superstars inashiriki ligi gani ya humu nchini? Niliuliza Bungoma Superstars inashiriki ligi gani ya humu nchini. Sasa leo hii kunaye kaka aliyepata na nitakuwa namkabidhi jezi hapo kesho katika uwanja wa Sudi. Tukutane uwanja wa Sudi. Kakangu natumai anaitwa Oscar, basi nitakuwa na mkabidhi hiyo jezi hapo kesho. Hii nayo ni nyingine tofauti, nitakuwa naipeana vile vile hapo kesho. Swali la kwangu lepesi sana, ningependa unijibie lakini utakuwa unapiga simu. Chukua nambari ya simu hiyo iliyopo upande wa kulia wa runinga yako 0716873239. 0716873239. Nipigie simu. Swali la kwangu ni je, kipute cha kipute ambacho wanakwenda kusakata Bungoma Superstars kinaitwa SportPesa Shield Cup. Hapo awali kilikuwa kinaitwaje? Manake mdhamini sasa hivi ni tofauti na huyo wa hapo awali. Kwa sasa kinaitwa SportPesa Shield Cup. Hapo awali kilikuwa kinaitwa namna gani? Sema nami kwa 0716873239. Mwelekezi wangu Hira na Mugaisi akipata simu bila shaka atakuwa anafanya kunielekeza, alafu kisha nitakuwa na shika simu moja. West TV Talk Sport. Hello. Bingwa vipi? Hello. Hujambo? Jambo. Unaitwa nani bingwa? Mimi naitwa Johnson. Johnson. Yes. Kutoka eneo gani? Bungoma. Bungoma wapi hususan? Kandui. Kandui. Hichi kipute cha SportPesa Shield Cup kilikuwa kinaitwaje hapo awali kabla ya sasa? Amepoteza jezi huyo kaka, lakini hamna tatizo, nitapata mwingine na vizuri sana yupo katika eneo la Kandui, lakini hamna tatizo, nitapata mwingine ambaye ataweza kufanikisha hilo. Hata hivyo mtazamaji, swali la kwangu la kukumbusha, SportPesa Shield Cup kilikuwa kinaitwaje hapo awali? Hichi kipute kilikuwa kinajulikana kama
Vipi? Yani namna gani? Nipe hilo jina hapo awali. Kilikuwa na mdhamini tofauti, sio SportPesa kwa sasa. Je, kilikuwa kinaitwaje? Nikupe hii jezi. West TV. Halo? Vipi bingwa? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Philip. Philip kutoka wapi? Kutoka Kata. Sikataa. Eh. Ungependa nikupe hii jezi? Nijibie swali langu. Hicho kinyang'anyiro kilikuwa kinaitwaje hapo awali? Wewe naitwa Moi Golden Cup. Moi Golden Cup. Yeah. Samahani papa, umenoa. Nimenoa. Umenoa. Samahani papa, ashanoa. Naona upande mwingine Gaddafi anasema umeshiba sana. Black Panther anasema yuko ndani. West TV Talksport. Hello. Vipi? Hello West TV. Kidogo tafadhali kwa sana kabla nipate simu nyingine bwana mwelekezi, mtazamaji kumbuka kwamba unapotupigia simu na sikia upande ule wa pili kuna mwangu unatuadhiri, kwa hiyo hatupatane vizuri. Unapopiga simu tafadhali punguza hiyo sauti ya runinga yako kabisa, ipunguze ili tuweze kuelewana, au songa mbali na hiyo runinga yako. Ukipiga simu tu songa mbali kabisa na hiyo runinga yako ili tuweze kuelewana, manake tunaadhirika na mwango fulani, ile echo haitaweza kuturuhusu tuweze kusikilizana. Mtazamaji songa mbali. West TV Talksport. Vipi bingwa? Salama sana. Unaitwa nani bingwa? Naitwa Robert Muyundi, niko Ndengelo. Ilikuwa inaitwa Go TV Shield Cup. Go TV Shield Cup. Yeah. Kesho saa 10 tukutane katika uwanja wa Sudi bingwa. Unaitwa nani? Naitwa Robert Muyundi, niko Ndengelo. Robert Muindi. Muyundi. Utanipigia, najua mashabiki watakuwa wengi. Haya, nipe nambari yako ya simu. 0723 374573. 3745 73. Salamia captain hapo nimemcheki. Safi. Utafika uwanjani kesho Nitafika, unipigie baba. Safi kiongozi, asante sana. Kazi kuntu kabisa, tekeleza upande ule wa pili Hira na Mogaisi kuhakikisha kwamba tunapata simu na vile mshindi wetu wa jezi hii. Mtazamaji, hizi jezi sio hii peke yake, zipo jezi zingine unapoziona hapa unazipata. Atakuwa anatujuza bwana TM utazipata wapi kwingineko, kwa yani pembezoni, kando na wale ambao unajishindia papa hapa. Mtazamaji, hizi jezi tunaweza zipata vipi mpya nikihitaji original, na vile labda iandikwe jina upande wa nyuma? Kuna zenye ziko sahi. So mwenye ako willing na anaweza nunua, anaweza nitafuta kwa simu, tujue venye ataipata. Zipo. Mtu atakupata vipi kwa simu? Tupe namba yako ya simu. 0722131112. Unasema mbio sana kama Ferrari. Polepole sana. Yangu twende polepole. 0722131112. Safi. Salimia TM na Captain Wesamba, alikuwa player wangu nikiwa coach wa Bukirimo Arsenal Junior. Kesho tuko nyuma yao, referee Moses Mulunda. Mfamo? Kabisa. Ulikuwa mchezaji wake, kumbe umetoka mbali. Kabisa. Okay. Alienda kulipwa. Kule ulikuwa ni kutafuta chai. Ndio. Tafuta njia ya kuinukia. Naam, hata hivyo sijui tuzungumzie mawili matatu kuhusiana na michuano ya Division 1. Umefika wapi Division 1? Division 1 tumecheza game ya 9 kwa ligi. So hii weekend tungecheza game ya 10. But juu ya SportPesa hatutakuwa na game, but timu zingine zinaendelea kesho na Jumapili. So sisi paka Saturday tutakuwa na home game na Transmara Kandui saa 7. But so far tumecheza 9 games, tuko unbeaten, tuko number 2. Timu ya kipekee ambayo ilikuwa unbeaten kwa league. Tuko position 2. Namba 1 wametushinda na goal difference ya 2. Alama 21. Alama 21. Namba 1 ni Zuyu.
21 points pia. Yeah. Lengo lenyu ni nini kumaliza katika awamu ya kwanza, yani first leg hii? Si lengo yetu tunataka kumaliza unbeaten first leg. Games zimebaki hizi 6 zote tushinde. Hatutaki draw, hatutaki lose. Malengo ya awamu ya kwanza ni alama ngapi? Mechi zote ni ngapi za awamu ya kwanza? 15 matches. So far tumecheza 9. Zimebaki 6. Sasa tunataka tushinde hizi 6, tukuwa on safe side. Juu timu mingi huwa zinajipanga hiyo second leg. Sikikuja situpate kama sisi tumeshapiga hatua. So hata ikikuwa ngumu tutakuwa tumesajia range kiasi. Yupo anayeuliza hapa ati kiingilio cha mechi ya kesho ni pesa ngapi na atasafiri namna gani? Mkumbushe, labda ndiye ameingia kwenye kipindi. Ako wapi? Anasema hajanijuza aliko, lakini anauliza tu labda yuko wengine. Kiingilio hakuna, ni free. Watu hawaingii. Umesema kiingilio hakuna. Entrance pia hakuna. Entrance fee hakuna. Yaani hakuna malipo. Hakuna malipo katika uwanja wa Sudi. Alafu kama ako maeneo ya Bungoma anaweza ngojea basi Kandui Total Petrol Station, basi itakuwa hapo saa 6 abebwe napelekwa huko atushabikie na arudishwe tena hapo. Kwa hiyo hapo shabiki anatoka eneo la Chwele akuje kutoka Chwele mpaka Kandui. Kama atakuwa Kandui juu saa hii tunaenda na first come first serve. Mwenye atakuwa basi ikifika basi linatoka Kandui saa ngapi? Saa 6. Saa 6 Kandui. Lakini litakuwa lishabeba watu wa Samoa. Samoa itakuwa shapeleka Sudi. So mwenye ako Bumula Mateka anaweza kuja Samoa abebwe hapo. Watu wa Bumula Mateka kuja Samoa ni wapi? Samoa ni na highway ukienda Mateka Bumula. Kutoka Msukuma, wale ambao hawajui. Kutoka Msukuma Nyasi Road fika Msukuma Junction, chukua ya kwenda Hasoko. Hapo ndio Samoa. Sasa ukichukua tu hiyo kidogo chini hapo tu. Wapige namba gani? Manake hiyo yako tu ama kuna secretary? Kwa secretary wa timu. Ndio anashughulika na mambo ya transport. Nambari yake unayo? Ama unataka nikutafutie? 0713 879. Tafuta. Nimepotea kidogo. Alright, nilikuwa nimeona hiyo namba imetiwa mahali mtazamaji, pilika zangu tuone kama kana kwamba zitanifikisha. Sio 0713. Kidogo nipige mbizi upande ule wa pili. 0713 970 849. Ndio hiyo. Na mtazamaji, wewe iwapo ungependa kusafiri katika uwanja wa Sudi hapo kesho kupitia basi hii basi hili ambalo litakuwa linabeba watu mashabiki eneo la Samoa, piga hii simu, chukua hii nambari 0713 97 0849 0713 970849. Bila shaka huyo ni bwana katibu mkuu wa timu ya Bungoma Superstars ambaye anashughulikia masuala ya hilo basi. Mwisho, captain, unaahidi mashabiki vipi hapo kesho? Mkituona uwanjani tukiwa na vuvuzela, tumevalia jezi za Superstars, mnahisi vipi na mnatuahidia vipi? Si change na hiti tu mashabiki ni tunakaa na win. Hiyo game si tumeichukua kama saa ya ligi division 1. Sasa nataka hii unbeaten tu tuibebe tuiweka hapo. So si tunaenda hapo, kitu ya kwanza tunacheza hiyo Cote Shield Cup. Alafu tena tuna focus tena ligi yetu. So si tunaomba mashabiki wakikam tuwaonyeshe positive kwamba tunajua mpira, hata wakikuja even if tumeshindwa but wakikuja wakuweko na mentality kwamba kuna timu inaweza. Sasa hatutashindwa vile rahisi hivyo. Ili sasa wakikuja Kandui kwa ligi yetu wajue kuna timu, hata ikipanda hapo juu kuna matumaini fulani. So mimi nawaahidi hatutawa let down. Tutawapea ushindi. Mwisho kuongelea tu kitu captain amesema, mashabiki wafiki kwa mapema au tupatie hiyo support. Najua crowd iko mingi, pia watu wanataka kutuangusha. Kila mtu mwenye atapewa jazi kuvaa hapo uwanjani pia atajua anafaitia vitu mingi, anajifaitia mwenyewe. Juwezi jua tunacheza na timu ya Premier League, scouts wengi labda watakuwa hapo, so pia inaweza kuwa ni siku yake imefika.
after game labda tuambie captain wa timu tunamhitaji Nairobi mwezi wa 6. Yeah, so pia watajituma wakiangalia, wakijua inaweza change maisha yake na pia inaweza change maisha ya timu. So tunaamini game ya kesho itakuwa win kwetu. Yeah. Asante, shukran. Lakini matokeo yote yale tunakubali, draw vile vile, Hakuna draw. lakini tunataka ushindi. Hakuna draw. Hii Best draw win. penalty. Draw ni matuta. Asante, shukran za dhati kuweza kufika ndani ya studio zetu Chris. Kabisa. Mtazamaji, bila shaka wewe ambaye umechukua muda wako kututizama, kuandamana nasi, shukrani za dhati. Mie na kuacha kwa msemo, ukiujua huu hujui, lakini kesho utajua kwamba utajua kila kitu. Mida ya saa 9 Bungoma Superstars dhidi ya timu ya Sofapaka. Mida ya saa 9 ni mechi za Sport Pesa Shield Cup. Kwa hiyo tukutane papo hapo. Jezi nishapeana, lakini sikiliza West FM saa 10:30 leo hii jioni nitakuwa napeana jezi nyingine vile vile. Zipo jezi, mimi si mchoyo, napeana jezi kweli kweli. Mida ya saa 10 tukutane kwenye West FM, nitakuwa napeana jezi nyingine kwa wale ambao watafika katika uwanja wa Sudi. Naitwa Maiki Kagongo, mwelekezi ni Hiran Mugaisi. Kwa heri. West TV, tazama ilivyo.